Yes, bwana, mambo ni vipi? Mambo ni gani? Bwana, mambo ni aje? Karibu sana katika channel yako bora sana, channel ambayo inakupa updates na habari mbalimbali, habari nyeti kweli kweli, habari za michezo na burudani. Hapa unapata zile habari ambazo zipo on trending, lakini pia unapata elimu kuhusiana na maisha, lakini pia unapata tetesi za usajili. Kama tunavyo kwamba tunaelekea kwenye dirisha kubwa la usajili mwishoni, mwezi wa 7 kwenye dirisha la kiangazi. Usisahau kubonyeza neno subscribe kwa chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa mmoja wapo wa kupata hizo habari za kimichezo na burudani, lakini pia tetesi za usajili. Kubwa zaidi ambayo story kubwa ambayo tulionayo hii leo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeingilia kati swala limeingilia kati ligi kuu ya NBC Premier League ya Tanzania, lakini pia wanafuatilia kwa undani kabisa mlolongo mzima, mchakato mzima wa dabi ya Kariakoo. Majibu gani ambayo wameweza kuyatoa? Tanzania, soka la Tanzania liko matatani, lipo kwenye sehemu kubwa, lipo kwenye sehemu nyeti kweli kweli. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba naye kahusishwa swala la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, lakini pia kwa nini serikali iweze kuingilia na soka kwa sababu serikali na mpira ni tofauti kabisa, ni vitu viwili tofauti kabisa. Baki na mwanzo mpaka mwisho uweze kufahamu kwa undani na kwa undani kabisa, kwa undani zaidi na zaidi juu ya taarifa hii ambayo imeweza kuwa gumzo kweli kweli kwa vyombo vya habari kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mambo ni mazito, mambo ni ya moto kweli kweli. Cha msingi na cha kuzingatia, mtazamaji wetu wa BTV, mtazamaji wetu bora sana ambaye umekuwa nasi mwanzo mpaka mwisho na umekuwa ukitusupport mwanzo mpaka mwisho, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele iliyo hapo chini, lakini pia usisahau kucomment na kushare video hii ili uweze kuwa kwanza kabisa kupata updates ambazo zinazidi kujina kuteni kwenye mitandao ya kijamii. Kwanza kabla ya yote ni kwamba unaweza kutufuatilia kwa mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kwa Instagram, Facebook, Twitter au X kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Kama tunavyo kwamba dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Mnyama Simba Sport Club itapigwa tarehe 25 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Hii ni baada ya tunacheza hatuchezi, baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kukutana na viongozi wa klabu ya Simba lakini pia na Yanga kwa ajili ya kuweka mikakati kuhakikisha wanaweka mambo vizuri ili dabi hiyo iweze kuchezwa, kwa sababu Young Africans walikuwa wamesema kwamba hawatocheza dabi hiyo mpaka mambo yao ya manne yaweze kukamilishwa. Baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukutana na viongozi wa Yanga na Simba, mambo yalikwenda vizuri, mambo yakaweka vizuri kabisa. Ilikuwa siku ya Ijumaa ambapo waliweka mambo vizuri kabisa na kupangwa dabi kuchezwa, kwa sababu ilikuwa tarehe 13 ambapo aliweza kukutana na viongozi hao. Kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo tarehe 8 ya mwezi wa 3 ndicho kitu ambacho kimeweza kuwapa mashaka makubwa kweli kweli shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Wamesemaje FIFA? Baki nami mwanzo mpaka mwisho uweze kufahamu kwa undani na kwa undani zaidi na zaidi. Baada ya hapo matakwa ya Yanga kukamilishwa, matakwa ya Yanga kwa sababu walikuwa wanataka bodi ya ligi kuu, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu yani Steven Mguto aweze kujiuzuru, lakini pia na mkurugenzi Almas Kasongo aweze kujiuzuru. Aliweza kujiuzuru na Young Africans kuweka wazi kwamba dabi ya Kariakoo watashiriki au watacheza mchezo huo namba 184 ambao utapigwa tarehe 25 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, yani ni siku ya kufunga msimu, siku ya kufunga ligi katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Moja ya taarifa kubwa ambayo nimekuletea hii leo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani maarufu kama FIFA linatarajia kufanya uchunguzi wa mpira wa Tanzania, yani uchunguzi wa kina katika kipindi cha miezi miwili nyuma hadi hivi sasa, kutokana na migogoro ya kimaamuzi
iliyotokea Machi 8 mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa ripoti ni kwamba kamati ya nidhamu ya FIFA ilituma barua kwenda TFF, yani shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, mnamo Julai 13, 2025 ikiwa taarifu kuwa inafuatilia mienendo ya soka la Tanzania, ikiwa ni pamoja na viashiria vya kisiasa kuingilia masuala ya soka. Aidha, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA imeitaka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kutoa ushirikiano katika uchunguzi wao huo, hatua inayokuja kufuatia sintofahamu iliyotokea kwenye soka la Tanzania kwa kipindi cha miezi mitatu tangu kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, mchezo namba 184 mnamo Machi 8 mwaka huu 2025. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeamua sasa kuingilia kati swala hili, na 60% shirikisho la soka la Tanzania liko matatani kufungiwa. Tutakuja kuwa kama ligi ya Kenya ambayo iliweza kufungiwa, na sasa Tanzania ni kama imeanza kutiliwa mashaka hivi, na imeanza kufanywa uchunguzi kwa kina, bumper to bumper, kuhakikisha wanapata majibu sahihi. Lakini pia uchaguzi ambao unaenda kufanyika wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wamesema kwamba watakuwa bega kwa bega kuhakikisha wanafuatilia uchaguzi huo, ili waweze kubaini ni masuala gani ambayo yanatendeka katika ligi kuu soka Tanzania bara. Mambo yanazidi kuwa ni mazito, mambo yanazidi kuwa ya moto kweli kweli. Swala la dabi ya Kariakoo yanazidi kuwa ya moto kweli kweli. Inasadikika kwamba kuahirishwa kwa mchezo namba 184, mchezo wa dabi ya Kariakoo, ni kwamba kuna visa au kuna mwingiliano wa kisiasa kati ya serikali, lakini pia na kati ya serikali na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Mambo yanazidi kuwa ni mazito. Ni kitu gani ambacho kinatokea? Kwa sababu mashabiki wengi wameweza kulaani kitendo hiki ambacho kimeweza kujitokeza, ambapo wameweza kusema kwamba mashabiki mbalimbali wameweza kutoa comment fupi na kusema kwamba huyu anaitwa Ibrahim Raila Tisabe amesema kwamba tufungiwe tu, tutakaa sawa, maana sindano ilipita tu na hatuelewi hadi leo serikali yenyewe inaingilia football. Why? Yani kwa nini? Hiyo ni comment ya Abra Raedi ambaye ameweza kuitoa baada ya shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kuingilia kati kufanya uchunguzi juu ya soka la Tanzania. Lakini pia na comment ya mdau mwingine ambaye ameweza kuitoa hapa, ameweza kusema kwamba ni bora tufungiwe kwa sababu serikali hairuhusiwi kuingilia. Serikali na soka ni vitu viwili tofauti, au sio bwana? Huyu anaitwa Eric Cliff ameweza kusema kumekucha, nyie mliosema kuwa mnaorekebisha mpira wa Tanzania, subiri muone mnaorekebisha mpira wa Tanzania wanafanyaje kimya, au sio bwana? Hiyo ni comment ya Eric Cliff ambaye ameweza kuitoa, au sio bwana? Mambo yanazidi kuwa ni mazito, mambo yanazidi kuwa ya moto. Soka la Tanzania ni kama lipo matatani hivi, ni kama lipo kwenye shida kubwa kwa kweli. Pengine tuweza tukafungiwa au tukaingia kwenye wasiwasi au kwenye uchunguzi mzito kwa kweli ambao unaweza kugharimu soka la Tanzania. Dondosha comment yako baada ya taarifa hii. Ni nini ambacho unacho, au una comment vipi kuhusiana na taarifa hii, au una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Usisahau kusubscribe. Bye bye.